Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment. Makumbusho ya Taifa huwa tunapokea wageni mbalimbali, lakini pia wengine ndani ya taasisi katika wizara yetu pamoja na wizara tofauti pamoja na wageni wengine. Leo tumepokea maafisa utamaduni kutoka mikoa tofauti ambao wamekuja kutembelea, lakini pia kuja kujifunza jinsi makumbusho ya Taifa tunavyohifadhi historia yetu pamoja na utamaduni pia. Kama makumbusho ya Taifa, kwanza tunapokea wageni wengi kwa ajili ya wanaokuja kutembelea makumbusho kwa lengo la kujifunza. Mfano kama wale wamekuja, basi kuna kiasi cha pesa ambacho wanalipia ni kama vile interest fee kwa ajili ya kuboresha taasisi yetu, kwa ajili ya serikali kupata income pia. Kama makumbusho ya Taifa wote tunaandaa program mbalimbali kwa lengo la kuwafuata watu na kuwaambia kitu ambacho tunacho kwa lengo la kujiuza pia watu fahamu. Wote tuna program mbalimbali ambazo tunaziita ni outreach program kwa lengo la kupita mashuleni kuanzisha jamii kuja kukuta mitaani kwa ajili ya kuanzisha jamii kuja makumbusho kujifunza historia yao ambayo tumehifadhi sisi kama makumbusho ya Taifa. Lakini pia sisi hapa tuna gari ambayo inaitwa mobile museum ambayo inatembea ambayo inapita mitaani kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuja makumbusho ya Taifa. Unajua kuna dhana kwamba makumbusho ni mambo ya kale tu peke yake, lakini makumbusho si mambo ya kale tu, hata mambo ya sasa tunayo. Mfano wakija hapa tunaweza kuwafunza mambo mbalimbali. Lakini pia jana tulikuwa na wanafunzi kutoka FM walikuwa na mada yao kuhusu jinsi gani ya kuhifadhi fedha zao, yani jinsi gani matumizi ya fedha, mfano wanapata boom lakini jinsi gani ya kutumia. Sasa kama makumbusho ya Taifa tuliweza pia kushiriki kwa lengo la kuwaambia hii background ya kuhifadhi pesa ilikuwaje zamani kabla ya ukoloni. Kwa hiyo makumbusho tunakaribisha sana jamii kuweza kutembelea, kuweza kujifunza historia zao ambazo tumehifadhi hapa makumbusho ya Taifa. Mfano tuna magari ya kihistoria ambayo Mwalimu alikuwa anatumia kabla ya uhuru na baada ya uhuru, kwa maana kipindi cha 5 lakini baada ya kupata uhuru. Kuna Aston Morris, kuna Rolls-Royce Phantom 5 ambapo alipatiwa na Queen Elizabeth, tumehifadhi pia hapa. Lakini pia tuna fuvu la mwanadamu wa kwanza Palita Zinja Surprise Voices tunalo hapa ambao limegunduliwa na Dr. Louis Leakey na mke Mary Leakey mwaka 1959 tumelihifadhi. Lakini pia tuna ukumbi mbalimbali ambazo zimebeba historia mbalimbali. Kuna ukumbi wa kihistoria umebeba historia nzima la chimbuko la jinsi lilipopata uhuru na kabla ya uhuru. Lakini pia tuna fedha za zamani, fedha za kale ambazo fedha za Kilwa pia zipo. Kwa hiyo watalii wakija pia wanakuwa surprise kuona vitu ambavyo tumevihifadhi sisi kama makumbusho ya Taifa, na kama pia ni taasisi sahihi ya kuweza kuhifadhi utamaduni ambao tunao, lakini pia ni taasisi ambayo pia inajihusisha na mambo ya kufanya tafiti, kutoa elimu pia kwa jamii. Ofisi ya Rais TAMISEMI kama wasimamizi na watekelezaji wa sera zinazohusiana na masuala ya sanaa, utamaduni na uhifadhi, tunao maafisa katika ngazi za halmashauri pamoja na mikoa ambao ndio hasa waliopo katika maeneo ambapo mambo haya yanatakiwa kuanzia, lakini kuibuliwa na kutunzwa. Kwa hiyo katika kutambua hilo, ofisi ya Rais TAMISEMI imetoa nguvu na imeanzisha vitengo maalum vinavyosimamia mambo haya, na tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 baada ya kuanzisha kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo. Maana yake kimeipa nguvu mamlaka kuanzia za halmashauri sasa kuyasimamia kwa ukaribu masuala haya, ikiwemo pamoja na kuwa na bajeti za utekelezaji wa mambo haya, lakini kuwa na wataalamu kwa maana ya maafisa utamaduni ambao ni watekelezaji wa masuala mazima ya sekta za utamaduni. Na jambo ambalo tunasisitiza kwamba katika ngazi ya taifa serikali ilishafanya mambo makubwa, na si wananchi wote ambao wanaweza wakafika katika maeneo haya kujua historia na urithi ambao kama taifa tunao, na ndio maana masuala haya yanashushwa chini sasa na kuanza kutekelezwa katika kila mamlaka. Na ni wito wetu kwamba kwa sababu mambo haya yanaanzia katika vijiji, kata, tarafa, halmashauri na mikoa, kwamba maafisa tulionao katika ngazi hizo kubaini, kutambua na kuweka mikakati ya kuhifadhi utamaduni huu ili kuja kulisisha vizazi vijavyo. Tuko hapa makumbusho ya Taifa kuweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo yameachwa kama ni alama ya taifa letu, ili sisi wengine wa miaka ya sasa tujue taifa limetokea wapi au lilikuwa na hali gani.
Kwa upande mwingine naweza nikasema sisi maafisa katika ngazi zetu za wilaya tuna jukumu kubwa la kufanya ili kuendeleza na kutunza na kuibua mambo mbalimbali ambayo ni alama ya taifa letu, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo viko kwenye mikoa yetu leo havijagundulika kama ni sehemu ya makumbusho katika taifa letu. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.